Kiislamu wale wanamuasi Mwenyezi Mungu na kuwakalia watu katika vichwa vyao, kuwazima katika njia za kimaisha, kuwafanyia mauzauza asiyoyapenda Allah, hawa ni majini mushirikina, majini makafiri ambao Mwenyezi Mungu hawataki, na siku ya Kiyama watakwenda kuadhibiwa kwa sababu wamekhalifu amri ya Allahu jalla jalaluhu. Ndugu zangu Waislamu, kuna jamaa moja katika Waarabu alikuwa na tabia ya kuenda mashambani kukata kuni na kuenda kufanya biashara hizo. Mara nyingi tu ilikuwa kawaida yake anakwenda mashambani yule bwana kwenda kukata kuni. Alipokuwa anakata kuni anakuwa anakwenda kuwauzia watu. Siku moja akakutana na nyoka huko mashambani. Majini ni madhalimu sana. Alipokutana na yule nyoka, jamaa akaona huyu nyoka ni hatari katika maisha yangu, inabidi nimuangamize huyu nyoka ili mimi nisalimike. Na ndivyo ilivyo kawaida, mwanadamu akimuona nyoka cha kwanza anapopia kumuua, ili nyoka asikuwahi, akikuwahi anakupeleka akhera bila kuaga. Jamaa akachukua panga lake akapiga yule nyoka panga la kichwa. Alipompiga panga la kichwa, jamaa hapo kwa hapo akapotea, akajikuta kwenye mazingira asiyoielewa. Alipojikuta akaona kikosi cha viumbe wanakuja katika majini, wanaanza kupiga kelele, wewe umeua mtoto wa baba yetu mdogo, umeua ndugu yetu. Yule jamaa akashangaa, ndugu yenu gani nimemuua? Akasema, sasa hivi umetoka kumuua mtoto wa baba yetu mdogo sisi. Wakampeleka yule jamaa, akamtia pingu, akamtia kwenye jela ya majini. Akakaa huko siku 3 hadi kiongozi afike. Akishafika yule kiongozi ndo atoe hukumu yule mwanadamu afanyishwe jambo gani. Ndugu zangu Waislamu, majini ni madhalimu. Hawa majini, angalia walivyobadilika kuwa nyoka kuja kutaka kumdhuru huyu mwanadamu. Lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu alimjialia huyu mwanadamu kupata ilhamu mapema, akamuona nyoka kabla nyoka hajamuona yeye, akawahi kumuua nyoka yule. Majini wakamvamia na wanataka wamuangamize. Siku 3 baadaye kiongozi akawasili kwenye ikulu, wakampelekea kesi. Wakamwambia, bwana, hapa kuna huyu bwana katika wanadamu kampiga mtoto baba yetu mdogo panga, kamuua. Sasa hivi tunahitaji amrejeshe ndugu yetu. Amrejeshe ndugu yetu ndo tusalimike, la sivyo tutammaliza na yeye. Yule mkuu ambaye ni hakimu katika majini akawauliza swali, nyinyi majini? Wakasema ndio. Huyu ni jini ama ni mwanadamu? Akasema huyu. Wakamjibu kwamba huyu ni mwanadamu. Akasema ni kweli. Sasa huyu mwanadamu hana hatia, hana kosa yoyote. Ndugu yenu ndiye mwenye kuwa na kosa. Kosa lake ni kujibadilisha kuwa nyoka, wakati anajua wanadamu wanaogopa nyoka. Kitendo cha yeye kujibadilisha kuwa nyoka na anajua wanadamu hawataki nyoka, wanamuogopa, ni lazima huyu ndugu yenu auawe, kwa sababu alienda katika mazingira ya kututanisha, alienda katika mazingira ya kutisha, alikwenda kumtishia mwanadamu maisha yake. Yule bwana akaachiwa huru na akaja kuhadithia kisa hicho, kiasi ambacho majini walivyomvamia alipokuwa yuko mashambani. Kwa hiyo shaitani anaweza akatumia njia yoyote ile ili kuharibu maisha yako, ili kuharibu njia zako. Ndio maana Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam hakutuacha Waislamu wazembe. Bwana Mtume katufundisha dua ambazo mwanadamu atasimama amuombe Allahu jalla jalalu, amuombe ya Rabbi, ya Maulaya, mimi nakuomba, na Mwenyezi Mungu anamjibu. Na ndio maana unaona watu wanasimama katika viwanja wakimuomba Allahu jalla jalalu, majini wanapiga kelele, majini wanahangaika, wanakosa furaha, kwa sababu wanajua Qur'ani ni pigo kali. Qur'ani ni kitabu chenye muujiza, muujiza ambao hauna mfano wake. Kumbuka toka alipoipokea Qur'ani Bwana Mtume, ingelikuwa Qur'ani ni kitabu cha kuchakachua kama vinavyochakachuliwa vitabu vingine, basi Qur'ani ingelikuwa feki sasa hivi, na hata mashaitani wasingeadhibiwa
kwa pigo ya Qur'ani, kuona kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho Allah amekushahidi, watammatu kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila likalimati, hayuko atakayebadilisha maneno ya Allah. Qur'ani bado inaendelea kufanya miujiza, na ndiyo kitabu pekee kitakayosimama siku ya Kiyama kuenda kuwahukumu viumbe wafuate sheria za Qur'ani, wataki wasitake. Na lau hawatoifuata Qur'ani, basi watakwenda kuangamia siku ya Kiyama. Allah tunusuru na atujalie ni watu wenye kuifuata Qur'ani ipasavyo. Ndugu zangu Waislamu, mashaitani wana dhulma, na pia ni kuombeni ndugu zangu Waislamu kwamba kuweni makini sana kabla ya jambo lolote unalolifanya wewe la kiibada. Hakikisha unaposimama katika Qur'ataini kuchukua udhu, shika udhu kisheria kama inavyotakikana, kwa sababu kushika kwako udhu kukiwa na upungufu, unakuwa huna ulinzi katika ibada yako. Ni rahisi sana shaitani kuja kuiharibu ibada hiyo. Na ikiwa udhu wako upo vizuri, udhu pia ni silaha ya kumwangamiza shaitani na vikosi vyake pale anapokuja kuharibu mambo yetu. Na hili limewahi kutendeka kipindi cha maswahaba. Swahaba Saidi na Umar ibn al-Khattab, ili jambo lilitukia katika kipindi chake, na yeye yupo madarakani akiwahukumu Waislamu na kuongoza katika sheria. Kuna jamaa mmoja katika maswahaba, huyu bwana alikuwa na tabia ya kuenda anashika udhu msikitini ndo anaswali. Alikuwa yeye tabia yake si katika kushika udhu nyumbani, kwa sababu pia vile vile tujitahidi unapotoka nyumbani, ndugu zangu Waislamu wa kiume, kuenda misikitini kwa sheria tulizopewa na Allah. Jitahidi unashika udhu nyumbani kwako. Unapofungua mlango wako na kwenda kuswali, hakikisha udhu unatoka nao ndani. Ikiwa dharura ya kutokuwepo mambo ya maji nyumbani kwako, basi ndio nenda kashika msikitini. Na yale maji yanayokaa msikitini, lengo ya maji kukaa msikitini sio kwamba ni kila mtu ashike udhu. Yale maji yako msikitini, lengo kubwa ni kwa wale ambao wapitaji njia, ambao anaweza akasimama, ana uwezo ambao hawezi akapata maji pahala kiurahisi. Kwa hiyo anajua nitakwenda msikitini moja kwa moja nitashika udhu. Lakini nyinyi mlioko majirani wa msikiti, shikeni udhu nyumbani uende kaswali, kwa sababu ile udhu utakusaidia. Huyu bwana alitoka nyumbani kwake, ndugu yangu, akaenda msikitini. Alipofika pahala katika mapanda njia, jamaa akajikuta hayuko, ameshapotea tayari, keshapotezwa, amejikuta yupo katika ulimwengu mwingine, katika ulimwengu mwingine kabisa. Sasa alipokuwa yuko kule, kumbe majini wameshamchukua katika mazingira ya kutatanisha, wamemteka. Jamaa ametekwa na majini, majini wanampeleka ujinini, wanakwenda wanakaa, wanaishi naye huko. Walipokuwa wanaishi huko, huyu bwana akawa mfanyakazi katika majini, anakuwa anafanya kazi za ndani katika majumba ya majini, kwa sababu majini na wao wana majumba, majini na wao wana vifaa vyao wanavyovitumia katika kuendesha maisha yao. Huyu bwana akawa anaishi katika majumba ya majini, majini wa kikafiri, tuelewane. Sasa ilifika siku moja, kukawepo mjadala, baadhi ya riwaya, kukawepo mjadala baina ya majini wa Kiislamu na majini wa Kikristo. Wakawa wanajadiliana kuhusiana na uungu wa Yesu. Majini wa Kikristo wakatoa baadhi ya mistari katika Biblia zikiashiria kwamba Yesu ndiye Mungu na mwokozi wa maisha ya viumbe. Majini wa Kiislamu wakaisoma Qur'ani na kuthibitisha kwamba Yesu ni mtume na ni mwanadamu kama alivyo wanadamu wengine, kapewa daraja ya kuwa mtume, lakini yeye si chochote ila ni nabii wa Mungu katumwa duniani. Kukawa mjadala huo, Waislamu wakapata hoja, majini wa Kiislamu wakawa na hoja, hawa majini wa Kikristo wakawa hawana hoja. Ndugu zangu, majini wa Kikristo walianzisha vurugu, wakaanza kupigana. Walipoanza kupigana, majini wa Kiislamu walikuwa na nguvu, wakawapiga majini wa Kikristo. Baada ya kuwapiga, wakawaua, na wengine wakakamatwa mateka. Na yule mwanadamu aliyekamatwa mateka na majini wa Kikristo akakamatwa mateka upya tena huko ujinini. Alipokamatwa mateka kwa mara nyingine, ndugu yangu Muislamu, ilifika hatua wale majini wa Kiislamu wakamuuliza, we mwanadamu? Akasema naam, mimi mwanadamu.
unakuja kufanya nini huko? Akasema, bwana, mimi sijui, nilikuwa ninatoka msikitini kwenda kuswali, nikajikuta pahala ndo nishapotea, niko ujinini na nimekuwa mtumwa, naanza kufanya kazi za majini. Wale majini wa Kiislamu wakamwambia, bwana we, tuambie kama utaweza kukaa huku, tutakupa jumba ya kukaa, tutakupa mke utaoa, pia vile vile maisha yako yatakuwa mazuri na unamwabudu Mola wako akiwa huru. Akasema, hapana, duniani nimemwacha mke wangu na watoto, kwa hiyo inanibidi niende nikamtizame mke wangu na watoto. Jamaa yuko ujinini muda wa miaka 4, yuko ujinini. Alipoambiwa majini kwamba mimi na mke wangu nimemwacha huko, ilibidi sasa majini wa Kiislamu watekeleze sheria za Allah. Hawana ruksa ya kummiliki mtu, kumdhulumu haki yake bila ridhaa yake. Ilibidi majini wamwachie huru. Ndugu yangu Muislamu, majini wa Kiislamu walimwacha huru. Yule jamaa akajikuta amesharudi duniani, akaenda nyumbani kwake, akamkuta mke wake ameshaolewa, hayuko tena. Muda umepita miaka 4. Jamaa akapeleka mashtaka kwa Amirul Mu'minin Saidina Umar ibn al-Khattab, akamuelezea hadithi kama nilivyokuambieni. Alipoielezea hadithi hiyo, ilibidi yule mwanamke aitwe na yule mme aliyemwoa wote waje. Ikabaini kwamba yule bwana katika sheria za Kiislamu muda ulikuwa ushapita, na yule mwanamke tayari alikuwa ameshastahiki kuingia kwenye ndoa nyingine. Tena siku hiyo hiyo ambayo yule mwanamke ameolewa, ndio siku na yeye ameachiwa huru. Jamaa akasema, ina haja, ikiwa sheria za Kiislamu haziniruhusu kummiliki huyu mwanamke, basi aendelee kuishi na yule mwanamume. Hii humaanisha, ndugu yangu Muislamu, kwamba mashaitani wana mbinu kubwa. Mashaitani ni wengi sana zaidi ya wanadamu. Majini ni wengi sana zaidi ya wanadamu. Hata ili swala Mtume aliwahi kumwambia Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yuko mashambani analima. Bwana Mtume akamwambia, unaposwali Ibn Mas'ud, jitahidi kuinua sauti yako, kwa sababu nilipokuwa na kuona unaswali, mimi Mtume naangalia safa ya majini wamesimama, nimeangalia sioni walikoanzia wala wanakoishia. Wengi sana wamekaa nyuma yako wanaswali pamoja na wewe. Kwa hiyo unapoinua sauti itakuwa vizuri zaidi. Ina maana majini ni wengi zaidi ya wanadamu. Ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah atupe ulinzi na atupe ushindi pale mashaitani wanapotaka kuidhuru maisha yetu. Na hili nitakuambieni, mashaitani wana mawakala, mashaitani wana maagenti, mashaitani wana watu wao ambao hapa duniani wapo, wanafanya kazi ya kudhuru maisha ya wanadamu na kuwasaidia wale mashaitani kazi. Kwa sababu Mtume aliporogwa kwa mara ya kwanza, Bwana Mtume Muhammadun, mashaitani hawakumnasa kirahisi, kwa sababu hawa mashaitani walikuwa na tabia ya kwenda mbinguni, kwenda kusikiliza habari za Allah pindi anapotoa majukumu kwa malaika. Ndugu zangu, majini waliwekewa kizuizi, nujuma shayatin, walipowekewa vimondo, shetani akienda huko tu anapigwa kitu, anateremka duniani. Na maana mbinguni kukawa kumefungwa, hamna nafasi ya wao kwenda tena. Waongo mashaitani walikuwa wanapanda huko kuiba taarifa za huko na waletea wanadamu. Walipoangalia katika ulimwengu, wanakuta asbabi ni kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad, ndio inakuwa sababu ya sisi tusiende tena mbinguni. Ndugu yangu, mashaitani wakatafuta mtu katika wachawi wa kibinadamu, mmoja katika Waarabu, wakampata yule mchawi katika Waarabu. Yule mchawi ndio akashirikiana na majini kwenda kumdhuru Mtume. Mchawi akatembea tu kama mwanadamu, ndivyo alivyo. Yaani mchawi anaweza akapewa majukumu na majini, akaja kwako jirani mwema. Jirani, siku hizi bwana sokoni mambo yako vipi? Anaanza kukuingilia katika mambo yako. Unamtolea siri yako yote. Na hivi nitawaambieni kweli makini, acheni kutoa siri zenu. Siri yako ni yako. Usiwe mara zote unazungumza mambo yako. Fanya mambo yako, mtegemee Allah, mambo yanakwenda. Huyu bwana alikuja kwa Mtume, akachukua kitana cha Mtume, akatoa baadhi ya uchafu. Hadithi hii ni maarufu sana katika Uislamu. Mtume alidhurika.
Ndio asbabu ya Jibril kuja na sura mbili katika Qur'ani kuja kumjibu Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam kwa maneno ya Mwenyezi Mungu ikisema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasada. Ya inafuata surati Nasi. Hiyo ndiyo sura mbili iliyokuja kumtibu mtume kutokamana na mafundo aliyomwekea mtume ya kichawi, mafundo 12 sawa sawa na aya 12 ikasomwa na ikafunguliwa pingu za kichawi, bwana mtume akawa yuko huru. Sasa alipokuja Jibril kuja kumtibu mtume kwa idhini ya Allah, Jibril alimwachia mtume walinzi katika malaika, ambao wale walinzi walikuwa wanayasimamia maisha ya bwana mtume katika mazingira ya kigiza ya kichawichawi. Ukiibuka we mchawi, tumfuate mtume, anajua hapa sasa hivi mchawi yuko nyuma yangu ananifuata, anatafuta mchanga wa nyao yangu apeleke, ashakujua. Yani mtume akawekea walinzi, wewe ukiweka sumu kwenye nyama, mtume anakula na anakuambia umeshaniwekea sumu, nimekula lakini abaa manfura, hainidhuru. Na hakuna hadithi yoyote inayoelezea kwamba mtume alirogwa mara mbili. Hata hadithi ya rao sheitani haipo. Mtume alirogwa mara moja tu, na hapa ndipo utagundua kuwa ni mtihani. Alipowekewa walinzi wale, ndugu yangu Muislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa anatembea tofauti na alivyokuwa anatembea mwanzo. Mara anakuwa anachagua sehemu pa kukanyaga, mara akipita huku arudili mara ya pili, mpaka masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, wewe ni kiongozi wetu, wewe ndio kiigizo chetu, bwana tumekuona sasa hivi utembeaji wako ni tofauti, unatembea ukinyata, hebu tueleze nini? Mtume akasema, inna li ruhani, hakika mimi nina maruhani. Maana yake hakika mimi nina malaika wawili, kwa sababu ruhani ni uwingi wa ruhi. Allah anasemaje? Tarujul malaikatu wa ruh fi yawmi kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaika watapandishwa siku ya kiyama pamoja na ruh. Ibn Kathir anaelezea ruhu ni malaika Jibril. Sote tunafahamu bwana mtume alisafiri kwenda mbinguni. Baada ya kupita mbingu 7, mtume alikuta Baitul Maamur. Baada ya Baitul Maamur, mtume alikuta ziwa ya nuru ambayo iko baina ya Baitul Maamur na Sidratul Muntaha. Ziwa hiyo Jibril anaoga maji mara 360 kwa siku. Kila tone itakayodondoka kwenye mwili wa Jibril, Mwenyezi Mungu anajalia malaika mwingine mfano wa Jibril. Sasa mtume aliyekiwa walinzi, wale walinzi wakawa wanamsimamia mtume. Wakati mtume anazungumza ya maneno kuambia hakika mimi nina malaika wanaonisimamia kunilinda mimi mtume, mmoja mbele mwingine nyuma, maana yake wawili, ruhani, malaika wawili. Majini walipopata taarifa huko ujinini, kabila moja la majini wakajikusanya wakasema, nahnu ruhaniya, sisi ndiyo maruhani. Na ndio hawa ambao mnawaona kwenye vichwa vyenu, mtu akipandisha jini anasema mimi ni ruhani, mimi huyu kiti huyu, nataka niletee tende, nataka niletee halwa, lete kitambaa cheupe, hapa nimepanga hapa mimi. Hivi nikuulize swali nyie, malaika anaomba tende? Majini mnaopandisha kwenye vichwa vyenu, na baadhi ya mashekhe wa wasiwasi, mashekhe wasiomcha Allah, unakwenda kwa shekhe ya kusomea dua, anakuambia wewe una maruhani, nunua pete uvae. Ndugu yangu, hayuko jini katika mwili wa mwanadamu ambaye ni salama, hayuko. Mtu asikudanganye. Ukishaanza kupandisha majini, wale ni wabaya, kwa sababu ni haramu nafsi kukaa ndani ya nafsi nyingine. Majini wanayo nafsi, wewe una nafsi. Vipi ukubali nafsi mbili ikae kwa wakati mmoja kwenye kiwiliwili kimoja? Ni kosa.
majini wa Kiislamu hawamwasi Allah, hawamshirikishi Allah, iweje baadhi ya watu waaminishane kwamba wale wanaowapanda kwenye vichwa vyenu nini ni maruhani? Hakuna ruhani. Ruhani ni malaika. Malaika hawamwasi Mwenyezi Mungu, wapo katika amri ya kumtii Allah na hawaendi vitofauti na amri ya Allah. Ndugu zangu Waislamu, turejee kwa Allah, tuache kuamini vitu ambavyo havina maana. Na pia vile vile Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuona athari ya mashaitani, kwa kuona athari ya wachawi wa kibinadamu, Mtume ilibidi atengeneze vitu muhimu kwa idhini ya Allah, kuwafunza wanadamu wa Kiislamu wafunzane na wao, na wale wengine wafunze ulinzi wao, ili tupate kusalimika na tuwe na ulinzi. Mtume akaenda msikitini kwenye makamu Ibrahim. Mtume akawa anamuomba Allah dua, akawa anamwambia ya Rabbi ya habibi, ewe Mola wangu, ewe kipenzi changu, na kuomba Mola wangu unifundishe jambo moja ambalo jambo hili litakuwa kwa umma wangu. Wakifanya jambo hili unawasamehe dhambi zao, unawafungulia milango ya riziki. Watakapofanya jambo hili unawawekea ulinzi dhidi ya mashaitani na mahasidi. Ndiko kulikokuja kitu kinaitwa alwiqaya. Alwiqaya maana yake waka, ulinzi. Mwanadamu anamuomba Allah amweke katika ulinzi ili mashaitani wasipate kumdhuru, wachawi wasipate kuyadhuru maisha yake. Ndugu yangu Muislamu, tumche Allahu jalla jalalu na turejee kwa Allah na tudumu katika ibada. Tumuombe Allah ulinzi. Mwenyezi Mungu atuwekee ulinzi wa kutosha dhidi ya mashaitani na wachawi wa kibinadamu pamoja na mahasidi. Na ndio maana nikaandaa kuwepo siku maalum ya wanadamu wa Kiislamu tumuombe Allah ulinzi. Na Mtume amehakikisha katika hadithi hii, Jibrilu mwenyewe amekuja na mkuta Mtume, anamkabidhi alwiqaya, anamwambia hii ni kwa ajili yako na umma wako. Mtume anatuambia atakayesoma dua hiyo, ima atakayesomewa dua hiyo, hawezi akafa fakiri katika ulimwengu huu, hawezi akanasibika na mashaitani, hawezi akasibiwa na mashaitani wala wachawi. Ndugu yangu Muislamu, kesho ni siku maalum kwa ajili ya kumwomba Allahu jalla jalalu. Tutasoma dua ya alwiqayatul kubra katika viwanja hivi. Tuseme insha Allah, tuseme tena insha Allah. Na pia katika mizunguko yangu ya kutembea katika nchi tofauti, huwa na washauri Waislamu, mchukue mumeo, mchukue mwanao, mchukue mgonjwa wako, hata yuko hospitalini, nenda kamuombe kwa daktari, mwambie daktari, nisaidie mgonjwa huyu, walau kwa lisali moja tu akapate kisomo cha Qur'ani, nitamrejesha hospitalini. Kwa uwezo wa Allah walioshuhudia dua katika sehemu tofauti nilikokwenda na wakalitii jambo hili, wallahi hawarejeshi wagonjwa wao katika hospitali tena. Unajua, Uislamu si dini ya kujifakharisha. Uislamu si dini ya kuongea sana. Neema zile ambazo tumeambiwa na Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, neema za Mola wako zitangaze, zielezee. Tunaelezea yale ambayo Mwenyezi Mungu ameyajalia katika vifua vyetu, katika miili yetu, tukiwa katika ulimwengu wa Kiislamu, tukiwa katika ulimwengu akhiri zamani. Tutaendelea kusimama na kumtukuza Allah mpaka mashaitani wajue kwamba Qur'ani bado ni kitabu ambacho ndo kile alichopokea Mtume katika Jabal Hira. Ndugu yangu, kesho tuna dua nzito ya alwiqayatul kubra. Tuseme insha Allah.